Naandikia negative. Umeona, akaniambia mita inafanyaje? Inajikopesha nini? Umeme. Ila unapoenda utakwenda unanunua itakuwa inafanyaje? Inakata. Sababu jengo lilipobomoka hapo, umeme sikutumia tena. Ulipobomoka hapo nikasema singatoka nini? Katokea shoti hapa. Manyumba za watu zifanyaje hata zikaungua. Kweli banda iko bishasimama. Kaambia bwana ndio peke hapa umeme. Mwaka jana mwezi wa 8 ndio mwaka jana mwezi wa 9 tumefunga nini hapa umeme. Unaona? Lakini taarifa nilitoa ngambia japo sikupiga simu moja sikuja ofisini moja lakini namba zote ninazo, lakini nilitoa kwa hiyo mitangu iangalia umeme inaandika nani asi juu. Nikamwambia hiyo nafanyaje? Ndio inajikopesha, lakini unapoenda unanunua inafanyaje? Inajikata. So mbona tunataka kufanya ujanja hapana. Unaona, mimi ni kitu kwa manager. Lakini kwamba so mbona tunajua jambo ufanyaje? Fanyika. Alinipigia simu akaniambia hivi kusanya hizo hela zikitimia laki tununue umeme wa laki. Nikasema basi sababu alikuwa yuko safari. Kweli kaza kukusanya, kweli nimekusanya. Uzuri shahidi alipokuja mbona umekusanya shilingi ngapi? Nikabela nilokusanya mpaka saa hizi nina 95. Kasema kwa sababu ifika nini tukusanye ikifika hiyo laki tununue umeme wa laki. Umenunua juzi umeme 1500. Juzi. Majuzi. Umenunua hiyo 1500 kwenye hela gani? Kwa kweli haki ya Mungu manager, msema kweli mpenzi wa Mungu, na kwa pia Mwenyezi Mungu hata nife leo sijanunua umeme. Haki ya Mungu hata alipaswa kuja kuripoti. Jengo limeanguka. TANESCO tungetoa ile mita na kusitisha huduma mpaka angenyanyua jengo lingine kwa jina la nani? La Deus. Lakini alichofanya amejichukulia hatua ya Deus akamletea huyu mmiliki wa hizi frame. Sawa? Kwamba nakupa mita yangu then nitakuwa nakusanya. Kwa hiyo yeye ndo alijipa mamlaka ya nani? Ya TANESCO. Kwa tafsiri hiyo. Sio, mnaelewa? Ndio. Lakini hilo ni moja. Pili, tumeona ukiangalia kwenye usomaji inasoma negative. That means kwa halali, ingekuwa ni halali na angekuwa ni mwananchi mwenye nia njema, angeshtuka. Kwa nini mita yangu inasoma negative? La, sijatoa taarifa na napata umeme. Kwa hiyo ni attempt ya pili ya kufanya nini? Ya kuiba. Sio, tunaelewana? Lakini ya tatu, kwa nini usubiri sisi tuje kwenye operations zetu? Kama ulikuwa una nia njema, kwa nini umeruhusu operations zetu ndo zije zingamue tulichokikuta? Definitely huu ni wizi. Na sisi kama mkoa hatuko radhi kuhujumu miundombinu ya shirika na ya serikali. Tunatumia fedha nyingi sana kuweka hii miundombinu. Na tunawaambia wananchi kila siku tushiriki kufanya nini? Kuilinda. Sasa kwenye hili tunalolikuta hapa leo, kuna ulinzi hapa? Hakuna ulinzi. Kwa huyu alidhamiria kufanya hujuma aliyoifanya. Kwamba yeye ndo kawa TANESCO, kwamba yeye ndio serikali sasa. Kwa anakusanya pesa zote za wateja, alafu anaweka mfukoni. Kwa sababu anajua TANESCO hawamuoni. Lakini wao wateja wanaamini kwamba mita inafanyaje? Inalipiwa. Wenyewe wanalipa, wanajua kuna uhalali, ndio maana wanalipa hiyo nini? Bili ya umeme kwa maelewano yao. Lakini hiyo pesa inaingia mfukoni kwa nani? Kwa mtu, kwa sababu mita nini? Inapitisha free. Kwa hiyo kwa urahisi kabisa au kwa ufupi anaibia serikali. Tuko pamoja? Kwa maana hiyo sasa hizi tabia hatupendi. Ndio maana tunapita katika kaguzi kama hizi. Kama una shida njoo ofisi ya TANESCO. Kama mita yako ni mbovu njoo ofisi ya TANESCO. Lakini usidanganye wala usiibe. Kwa hiyo huyu sasa tutamchukulia hatua kali. Tuko pamoja? Atalipa kiasi chote ambacho kilichotumika. Kwamba hata kama umesoma, fuata taratibu zinavyotakiwa. Usiseme kwa sababu mimi najua kufanya hivi nafanya hivi, ni kosa kubwa sana. Naomba hata wengine, na ili hata kwenye mkutano, karibu nitoke kwenye mkutano, nitaliongelea lisijitokeze tena. Hata kama wewe ni mtaalamu wa kufanyaje, nenda umepata tatizo, labda mtu umeangukia nguzo, umefanyaje, piga simu TANESCO. Na uzuri muda mwingi TANESCO namba zao tunazo. Hata luku ikiisha, unapotaka kuweka luku nini na nini inaleta shida, huwa tunawapigia simu. Unaona? Wanakuja, mimi waga nawaita kabisa, wanakuja pale, nina shida pale kwenye nguzo yangu. Wanakuja utatua tatizo. Sasa wewe inakuwaje unaanza kupata elimu ya bumba haipendezi? Ni kujiletea matatizo ambapo hapahitajiki kuwa matatizo.
naomba kwa yoyote atakayepata tatizo la kuhusu umeme au jambo lolote hana uwezo nalo kwamba naweza nikalishughulikia, asilishughulikie, atoe taarifa sehemu husika, na iwe imefika ukomo. Sitaki kusikia